Bismillahirrahmanirrahim. Naam, kwa faida hata kama tujibiwa sasa hivi, mimi nilikuwa nataka ni pamoja, kuna mihadhara imetangulia kubainisha baadhi ya mambo, lakini nataka kama kutupa msaada katika hii miji yetu. Kuna hii thanawiyati mitawassitat, yani miji kama Tanzania au Kenya, na wanafunzi wanasoma tangu zamani, na baadhi ya mashaikh wamekwenda kusoma mamlaka miaka mingi ya zamani, wakarudi wakafanya juhudi kama hizo masala ya tauhidi, mambo ya shirki, mambo ya bid'a zimekatazwa sana. Pamoja katika upande wa masala manhaji kidogo kulikuwa kama kuna udhaifu. Wanafunzi wakasoma katika misingi hiyo mpaka nao wamekuwa maduati, mpaka limekuja swala la da'wa salafia. Labda kuna kitu mimi naona kuna haja ya kubainisha, kwa sababu kwanza hawa wanafunzi kukubali kwamba walimu wao kwamba hawapo katika manhaji ya sawa kuna utata, na utakuta wanauliza kila siku kwamba tatizo ni nini, kwa sababu mtu amesoma mamlaka, mbona ana hivi, anajuana na huyu, tatizo ni nini? Sasa kuna haja ya kukaririwa, naona mihadhara ambayo ikifanyika wakati wa mwanzo ule kuhusu da'wa salafia, hata kama isiwe kwa mfululizo kama hivi, lakini labda kulikuwa na wakati kuna siku ya darasa kuhusu manhaji hapa katika wiki. Naona kama kuna haja shekhi ya kuzungumza, kwa sababu kuna utata mwingi. Mtu anaweza kumaliza katika hizi madarisi hata muda mwingine akamaliza kulia, lakini paka bado pana giza kubwa kuhusu mambo ya manhaji, ima kuhusu mitaala anosoma au walimu wanao msomesha. Lakini upande wa pili kuna kitu umekigusa, hawa maduati ambao wapo huku wamesoma mamlaka na wengine waajiriwa. Ni kweli wanapokuwa wako katika macho ya Saudi Arabia, labda wakiwa na wenzao wapo katika hilo, lakini wanapokwenda kwa wanawachuoni wana lugha nyingine wanatumia. Kuna baadhi ya mambo simediriki mimi, kuna mambo najua siwezi kusema hivi, lakini nilishuhudia sura kama hizo. Yani mtu anaweza kwenda akazungumza kitu kingine, lakini anavolingania huku akirudi ni vingine. Hata misaada, mtu anaweza kuulizwa, kweli unataka ujenge madrasa, utaweka mtaala unaolingania dawa salafia, anaitikia, lakini ukija huku ni Tanzania. Hata tumeshuhudia mengine. Sasa sijui kuna haja kutaja baadhi ya wakati katika mihadhara ukifanya, au sijui nitakuwa ndo mambo ya kuhusudiana yataingia tena hapo, sijui. Lakini mimi nazungumza kitu ambacho tunakijua. Sasa vijana unaweza kuzungumza naye, sisi tunapitia kwenye mitandao, hata hizi unavyozungumza watu wazungumza matusi mengi kuhusu habari ya Pungwe, husda, mambo mengi, lakini unajua kwamba huyu kwa hii thanawia zetu akisoma mpaka kimaliza hawezi kujua kitu kinachozungumzwa. Wala makala aliyoandika Dr. Islam ukisoma kuelewa kwamba kinachozungumzwa hapa ni nini na anachokisema yeye ni nini ni ngumu. Na ndio maana baadhi ya vijana waliona kwamba jawabu ashapata na wampata nguvu, kumbe anachokizungumza ni kitu kingine. Lakini kujua kwamba ile maslaki anayotumia, kwa nini amekwepa katika swali, kwa nini ile nukta ya msingi anaondoka, ataenda kuleta kitu kingine. Sasa huyu mwanafunzi amesoma mpaka amemaliza hii thanawi yake, hajapata hiyo misingi ya dawa salafia na kujua njia za hawa munaharifuna wanazotumia ni zipi. Atamaliza naye atachukua njia ile ile, atadai salafia, ataona sasa hapa kuna upinzani, markaz kwa markaz, wanafunzi wao huku kuna kadha. Sijui kuna haja mimi naona ya kufanya ile mihadhara tena kuhusu hii dawa salafia na hii misingi. Lakini hawa mabwana, kuna mambo mengi tustahi huenda tukafa tusiyaseme, lakini tunayajua mambo ambayo hawa wanafanya ujanja kuhusu hii dawa na wanavyotukandamiza. Wallahi lau wanawachuoni wangejua na wale wanaotoa misaada kwamba hawa katika nchi kama hizi wanavyofanya, kuna mambo wasingewapatia. Lakini tumeshuhudia baadhi ya mambo, mtu anaweza kuuliza akadai analingania dawa salafia, akaandika takriri ya uongo, huku akataja madarisi nyingine sio za kisalafi. Lakini sasa anapokuja huku yeye anakuwa mpinzani wa idaa. Sasa sijui dhulma hizi, naona baadhi ya mambo mimi naona afike mahali shekhi pia yafichuliwe kwamba hawa watu ni warongo, si wa kweli.
Barakallahu fik. Kuhusiana suala la hao vijana wanaosoma katika hizi marakis au maahidi zilizopo katika nchi yetu, kama ni marhala za i'dadiyya au thanawiyya, kwa mashekhe waliokwenda kusoma nje lakini manahiji zao zikawa haziko sawa, wanapotahadharishwa wao au mashekhe zao wao wanaona kwamba wanaonewa na hawakubali, na kila siku uliza maswali hayo kwa hayo. Haya ni maradhi hapo, na sisi tunayajua, kwa sababu watu wengi hawajui historia. Wanaona kwamba sisi tulipokuja humu basi ilikuwa mwanzo kabisa ni kuanza kushambulia watu na kuwatahadharisha. Wanaona hivyo kwamba tumekuja tumeshawakuta watu wametangulia na dawa tayari, sunna iko, na kisha watafuta kundi na umaarufu kuja kugawa watu, wanawatoa watu katika sunna. Lakini hawajui kwamba sisi tuliporudi kutoka kusoma, baadhi ya mahizbu walipojua tu kwamba sisi msimamo wetu ukoje, wao ndio walianza kututoa na kututahadharisha kwa watu. Nadhani hili wenye kufahamu historia wanalijua hili. Sisi tulikuwa tunatarajia kwao khairi, kwamba labda tukikaa nao tutawanasihi kwenye hili, kwenye hili, kwenye hili. Kuna mambo wameghafilika, kuna mambo hawakuyajua, kwa dhana nzuri tu kwamba hao bwana alhamdulillah hapo walipoanza hapa na mpaka walipofika kuna mambo mengine ukiwaambia watajirekebisha. Uzuri sio kukaa nao mbali, ni kuwanasihi warekebishe, waachane na hiki, waachane na hiki, waachane na hiki. Lakini wao waliposhtuka tu kwamba hawa wasikiliza wale kina Rabi' al-Madkhali, kina Muhammad Aman al-Jami, wao ndio wakaanza sasa kutahadharisha. Na muadhara wa kwanza kabisa ulifanyika hapa Tanga, ukiongozwa na Abu Hamza kutoka Kenya na genge lake. Ilikuwa mwaka 2006 2007 hivi ilifanyika hilo. Kwa hiyo wao ndio walianza mashambulizi yakaenea mpaka katika baadhi ya maeneo yao ambao wao wana mamlaka nayo. Sasa watu watujua kwa khairi kwamba tuko pamoja nao. Vipi? Mbona vipi shehe, kuna nini? Hausikii mimi nikizungumza chochote. Mimi niko hapa Pongo. Shehe, kuna nini? Mbona nimesikia nini? Haya, semekana kwamba wewe hivi, wasema hivi, wewe mmenisikia? Tumeambiwa. Na zimekuja barua za kukuzuia wewe usizungumze. Mnaelewa? Hii ni kazi. Hii barua mpaka leo niko nazo. Na tarehe zake. Sasa urejee tarehe za barua na tarehe za mihadhara. Utaona pale kwamba wao walitangulia kutuzuia. Sasa watu wamekuja, angalia khairi. Watu walikuja wakataka kutukutanisha sisi. Walikuja mwaka 2007 sijui 2006 2007. Bado nakaa hapa. Walipokuja nitataja kidogo maelezo kwa ufupi lakini kasharifuka, lakini kataja kitu hapo. Nataka niwafikishe mahali muone. Walipokuja wale watu huku na huku, baada ya kunishawishi mimi ningesema kwa haya yaliyofikia sasa hivi, kwa sababu wale wanatutahadharisha sisi wafanya mihadhara, mabarua kama hivi, nyinyi mmetoka Moshi, Arusha, mmekuja hapa kwa sababu ya maneno mliyopata. Maonaje tukafanya kijimnakasha cha ndani, mimi na huyu Barayani? Wale kwa sawa no shehe, maana kajua shehe bwana, dakika 2 tukashaangushwa huyu. Sasa wanajiamini kwamba sawa, haina shida. Shehe apigiwa, sema shehe hataki mnakasha wa nini? Yeye alete hoja zake. Si ushaanza kutuhumu, ushamtuhumu Sheikh Mukbil, ushamtuhumu Sheikh Rabi na wengine. Sasa wewe wataka hoja zangu za nini? Si tukutane sasa tuzungumze. Mimi nikashikilia kwamba lazima tufanye mnakasha mbele yake. Tukaenda mpaka ofisini kwake. Tuko njiani sisi, hatujafika, tuko barabara 4 pale. Hatujafika ofisini kwake wakati ofisi barabara 19. Yapigwa simu, sasa Sheikh tuko njiani, tunakuja naye sisi. Kufanya nini? Mnakasha. Kuna mnakasha. Gari zikasimama pembeni. Anaona vipi, mbona twendi? Wajua bwana. Wajua nini? Na vitabu wamebeba wao, wameingiza kwenye gari. Sheikh amesema hataki mnakasha. Naambia basi rudisheni nyumbani. Mzee Abdallah tulikuwa naye.
hapa leo akuja katika muhadhara, lakini nilikuwa naye pia. Hataki shehe, kagoma. Nikamwambia mimi basi nirudisheni nyumbani. Sasa wale huku na huko kaona sasa tukimrudisha huyu itakuwaje? Twende na hivyo hivyo. Tukaenda pale. Kaingia na vitabu na maboksi ya vitabu pale. Nikamwambia mimi kuna mambo ambayo naona ni kimukhalafa, nyinyi mko nayo. Hamko sawa. Lakini sijapata nafasi hata kuzungumza na nyinyi. Mimi nimetoka masomoni karibuni. Na mimi nilikuwa mwalimu nikisomesha hapa. Bali nilikuwa ni mudiri wa Mahadi al-Faruq. Hivi juzi nilikuwa nikipekua makabrasha yangu nikakuta barua ya kuteuliwa kwa mudiri wa Mahadi al-Faruq. Nilikuwa mudiri pale nasomesha mimi. Sasa nimerudi kutoka masomo, niko na nyinyi hapa, nataka kama kuna lolote, wakati sijarudi kwao, lakini kama kuna mchango wote na mimi nitoe. Miongoni mwa hayo ni nasaha. Kwani mimi nikikaa na yeye baraani nikimwambia ikawa watu hawajui, yeye akabadilisha tu, kuna shida gani? Si ndio sawa? Lakini yeye akaamua vita kwanza. Mpaka watu wamekuja, tumekaa, yeye kakaa pale kwenye meza yake, mimi nimekaa huko. Mnakasha, sema hamna mnakasha hapa. Wewe leta hoja zako, mimi sina hoja za kukupa mpaka ukubali mnakasha. Tukavutana pale, basi alikuwa jambo likashindikana. Yuko bwana mmoja akamwambia kwa ujasiri, kwa sababu alikuwa ni mtu katika wanaofadhili. Akamwambia sasa, shehe wewe umetutahadharisha, mtu huyu hapa nataka kujadiliana na wewe wakataa. Basi mpeni nafasi hapa msikitini ayafute yale ambayo nyinyi mmeyazungumza, alafu mmuulize maswali. Hilo haliwezekani. Pia akakataa. Hapo ndipo ulipoanza mtafaruku baina yao, hasa watu wa Moshi na watu wa Tanga, markazi kuu hapo. Ile kundi likakatika. Kuna huyu jamaa mtu wa maslahi tu. Ndio mambo yakaanzia hapo sasa. Sasa shehe bwana, hebu tubainishie, kwani wewe umekuja na jambo gani la kutaka kumwambia ubaraiana ambapo sisi tu kwenye taasisi yake wewe waona ni makosa? Huku na huko kanibembeleza, nikinafanya muhadhara. Hapo ndipo tulianza kupasua mambo. Mambo iliposogea kidogo mwaka 2008 nikalitoa barua mimi na mashekhe wa Ansar Sunna hapa Tanzania. Ikafanyika kikao Mombo pale. Ile barua mpaka leo niko nayo. Mwenyekiti wa kile kikao alikuwa kikiongoza ni Sheikh Muharram Juma Doga, Allah yarhamu, amefariki juzi. Nilikuwa ndo mwenyekiti kile kikao. Lakini Sheikh Taha Suleiman Bani alikuweko. Na mashekhe wengi kutoka Dar es Salaam walikuwepo. Na kina Barahiani, kina Ali Zubeiri, kina nani wote walikuwepo. Basi nisiendelee sana. Lakini ilikuwa kikao kizito sana kwa Barahiani. Sana, hakutarajia. Na alikuwa tukitoka nje pale, labda break kidogo, kuna baadhi ya mashekhe mpaka leo wako hai. Wanifinya kidogo, mafuta kanyaga hapo hapo. Simuache leo, nilikuwa sisi hatujui. Kumbe sasa yeye anajaribu kuzungumza, jamaa sio mimi tu, huyu bwana atawatoa nyote nyinyi. Awaambia, ajaribu kuwashawishi, lakini wapi, nimemkalia hapo. Hii sote sisi nyote nyinyi mmepinda nyinyi. Ambao wewe ndio unaanza kutukana. Basi mpaka pita maneno pale, basi tukusanye hoja, tukusikilize hivi. Sio ilikuwaje? Baadhi yao wakaingia hata kumuunga mkono. Alhasil ni kwamba wao ndio walianza hizo vurugu. Lakini siku zote mtu anapokuchokoza alafu kimtandika sawa sawa ukamuumiza, basi inaonekana kwamba wewe ndio umemuonea. Sasa walifanya vituko vingi na uadui mwingi wakiona kwamba wataizima nuru ya dawa salafia. Lakini leo kweli hawa jamaa Ansar Sunna mahizbi waweza kuizuia dawa salafia hapa nchini? Subutu illa an yasha Allah rabbi, illa an yasha Allah rabbi wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Angalia dawa yake imeenea na imesambaa na watu wanaifuatilia, sasa wanakufa kwa hikdi na chuki. Kwa hiyo utasema kile utakacholisema, wametutoa na nyinyi simtutoe, tutoane tu basi, sio nyinyi tumewatoa na nyinyi mmetutoa, basi vishe. Kwa hizi lugha majadida manini wamekuja watu, wamekuja kuwatoa watu, walikuwa wapinga taasisi. Sasa yanazungumza vitu ambavyo tangu mwaka 2008 vinatakiwa ithbati, mashaikh zao walishindwa kuleta.
leteni uthibitisho mahali kwamba sisi tunapinga watu kusoma shule, leteni. Wanapinga. Wapi? Wanapinga taasisi. Tupinga uhizbia katika taasisi. Na haina maana kwamba watu wanasihiwi, hawapende nasaha, lakini kuna vitu ukileta inadi basi watu wanavuka kutoka kwenye kiwango hicho kwenda kwenye kiwango kingine. Sasa sisi hatutafuti huruma zao kwamba eti tutazungumza maneno haya ndio watatuhurumia, hawezi kuacha. Lakini wale ambao wakati ule ilikuwa hawajazaliwa wajue kwamba kulikuwa na kitu hiki, au walikuwa wadogo walikuwa hawaelewi kinachoendelea, wajue kuna hiki, au waliokuwa wakidanganywa wajue kwamba kuna hali hii. Mfahamu? Kwa hizi vurugu nyingi zilizokuja, wasema hivi, waungana wale wasema, hawataweza kuizima da'wa salafia abadan. Hawataweza. Kama ilikuwa mtu anayeweza hasa kuizuia da'wa salafia CNA na kuiua hii markaz, basi ilikuwa Salim Barahiani angekuwa na uwezo. Lakini alishindwa na akanyanyua mikono. Hakuna hata mmoja aliyeweza. Kila anapofanya muhawala Allah anamwangusha. Kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbu almufsidin. Kwa hawezi kufanikiwa biidhnillah alkarim. Kwa hiyo waseme walie wababaike wafanyaje, aje Dr. Islam na mfano wake maelfu, hawataweza kuizima da'wa salafia. Da'wa salafia itaendelea tu biidhnillah alkarim. Nasallallahu ta'ala yahfadhana wa iyyakum. Kwa hiyo nikirudi katika suala, kuna mashaikh tayari waliteleza na walidhalilishwa huko nyuma. Walidhalilishwa sana huyu Barahiani. Sana. Wakatukanwa, wakadhalilishwa, wakafedheshwa, wakafukuzwa. Lakini sijui aliwaghilibu vipi na wao wakarudi upande wake. Na wakawashambulia. Washambulia mashaikh, sasa sio mimi. Huyu Rabii huyu azungumza mtu wazi kabisa. Yule Al-Zuberi alikwenda kule Msambweni akazungumza akidhani kwamba hajarekodiwa. Akarekodiwa akizungumza maneno mabaya kabisa dhidi ya mashaikh. Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala alimradi akamzungumza. Sasa mtu anaonyesha uadui wa wazi dhidi ya dawa salafia na mashaikh wake, kwa sababu shekhe wako akisema ndo walia. Kufa, usilie, kufa. Umeelewa? Kwa rudini katika mstari. Someni sawa sawa. Na ndio madhara ya watu kusoma kwa watu munharifun. Na baadhi ya maduati au baadhi ya mashaikh waliotangulia kwenda kusoma, wengi katika hao walikutana na mkumbo wa kipindi cha sururia katika baadhi ya jamiati. Hili jambo liko wazi, likawaathiri hili. Wengine wasema mbona wa sheikh walikuwa tangu zamani haya mambo hayapo. Wewe ulikuwa na zamani umemshinda Sheikh Mukbil. Ulikuwa na zamani wamshinda Sheikh Mukbil. Dawa yake ni ipi? Wewe ulikuwa na mwaka 2000. Wewe ulikuwa na mwaka 90. Wewe ulikuwa na mwaka 80. Hayuko tayari kashatakharaj. Sasa wenzake alitakharaj leo, mbona wako hivyo? Waulize kwa nini wao wako hivyo, na hii ndio dawa Ibn Baz, ya dawa Ibn Uthaymeen, dawa ya Albani. Kitu gani kiwa kilichowabadilisha hawa? Umeelewa? Sasa usiangalie mbona watu wengi wamekwenda jamia wamerudi. Kuna watu wamekwenda jamia kusoma wamerudi wameingia kwenye usanii. Ni hoja. Na wajua mimi mtu fulani ni msanii huko kwenye si kuigiza vitu gani, si bongo movie wapo. Na wajua na huko kasoma jamii Islamia. Au nyewe mjui? Mtu kasoma jamii Islamia acheza kwaya mbele za watu, kwaya. Hakuna Mungu kama wewe, afu acheza shekhi. Kasoma jamii Islamia, nyewe mjaiona hiyo? Iko. Alafu yule pastor mbele, asante sana shehe, asante sana shehe. Shehe na koti lake acheza. Hakuna Mungu kama wewe. Kasoma jamii Islamia. Lakini kawaida tu, akifa wali. Ndio walivyo kwamba jisufi kubwa kuburi ile, akifa atakuwa wali. Wali mkubwa mcha Mungu. Na wao ndio hivyo kwa upande wao. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi hatuangalii fulani kenda vipi karudi vipi. Tuangalie manhaji yake na maslaki yake ni ipi. Hizi shahada za cross na kona hizi sisi watatize. Tukapiga hapa PhD ya nini muulize. Kumbe ya harfu ya atf. Wow.
Degree ya kwanza wao, degree ya pili thumma. Ulisa umri bwana. Yapo hayo, nyinyi msitane kama maskhara. Mimi nazungumza kitu ambacho kipo, sizungumzi maskhara. Kwani huko katika sekula si watu mtu anakwenda kusomea labda za kusafiri akaenda Urusi akaenda wapi akaenda kusomea limao tu akachukua PhD pale, haiwezekani. Nyinyi shauri yenu kama mjui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.